kujaribu kupitisha tu kurasa za mbele na muonekano wa magazeti haya, na kisha tutasoma habari mbalimbali za ndani ya magazeti na tutageuza nyuma, tutaangalia habari za michezo na kuangalia kunani huko. Nianze na gazeti la Mwananchi. Ukurasa wake wa mbele umepambwa na habari mwanafunzi apigwa daa afa afufuka mochwari. Alipigwa na wananchi kwa madai ya kuwaibia katika mkumbo wa Panya Road. Na mwanafunzi mwenyewe yuko hapa ukurasa wa mbele, picha yake na kukichorwa picha mbalimbali, michoro mbalimbali ya picha ya tukio hilo mpaka kupelekwa mochwari na hatimaye kushtuka huko mochwari. Siasa za Lema RC Arusha zatia aibu kwa wafadhili. Bila shaka kwenye mitandao ya kijamii mtakuwa mmeona sakata hilo tangu jana. Habari nyingine, wabunge CCM Chadema wamuumbua Mwijage. JPM ampa hukumu ya kwanza dedi anayedaiwa kutishia kwa bastola. Ni muonekano ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi, likiwa limejinasibu kwa habari zake hivyo. Naliweka kando na sasa nakamata Habari Leo. Kamati ya bunge yapokea mswada wa sheria. Habari, JPM amfuta kazi dedi aliyemtisha trafiki. Mbowe akwama kurejea NHC. Mikopo bilioni 80 elimu ya juu yatua vioni. Naziona habari hizo kwa kina. Huu ni ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, gazeti la serikali hilo. Tunaweka kando na sasa tukamate Sauti ya Watu Tanzania Daima. Lema mkuu wa mkoa wa Arusha nusura wachapani. Waziri abeba madudu ya Kikwete. Mbowe kuwakatia rufaa NHC kotini abariki kuondolewa kwake. Haya, mwalimu mkuu wa watu hapa akisema viongozi wakome kumdhihaki Nyerere kutaka kuwapumbaza wananchi. Panya Road afufuka mochwari. Rais Magufuli amtumbua dedi Mkinga. Akilimali ajitoa muhanga. Haya, tutafunua pengine kurasa wa nyuma kuangalia yakina Akilimali, lakini huu ndio mtizamo wa leo 19 Oktoba katika gazeti la Tanzania Daima. Naliweka kando na sasa nielekea kwenye gazeti la Nipashe. Kibano vya tifeki chatua kwa mawaziri wa bunge wenye majina yasiyo yao waliozima vyeti kukiona. Polisi wajitosa kuzima balaa la Lema na Gambo. Kichuya Bongo mpaka Afrika Kusini. Mbowe kukomaa Bilkana zirudi. Waamriwa warejeshe mamilioni. UDSM yasitisha udahili. Mwanga wa Jamii, gazeti la Nipashe, ukurasa wake wa mbele ikiwa imesheheni habari na muonekano wake ndio huo. Tutatazama kwa kina habari nyingine hapo baadaye, na sasa tukamate gazeti la Jambo Leo ambalo hili hutoka karibia kila wiki. Mbinu mpya za ufisadi wa vigogo hadharani. Magufuli ageuziwa kibao kimya kimya. Habari nyingine, wasaka umoja wa mamea magavana wa Afrika Mashariki. Raila Odinga alilia safari huru. Kiwango cha maji Dodoma kitoshelezi wageni. Ni habari mbalimbali hapa huko katika kurasa mbalimbali, ikiwa na vidokezo vya kurasa za ndani na makala hizi. Kama unavyojua gazeti la Raia Mwema limesheheni makala mbalimbali. Kumwenzi Nyerere tufanye vita dhidi ya kulaghai wa kisiasa. Afrika inanufaika katika uhusiano wake na China. Ualimu wa Mwalimu Nyerere uchambuzi wa fikra zake za msingi. Tunaishi katika zama za madikteta mambo leo. Haya, ni Raia Mwema hawa wakiwa na muonekano huo. Ngoja nikuonyeshe ukurasa wa mbele. Na gazeti la Raia Mwema na sasa ni Jambo Leo. Vyeti bandia sasa kuumbua wabunge. Wengi wadaiwa kuwa shahada bila kutaja fani. Baadhi yao wabania viwango vyao vya kitaaluma. Haya, ni gazeti hilo la Jambo Leo. Mbowe agonga mwamba kurudi Bilkanas. Panya Road wazazi wao watiwa mbaroni. Haya, kurasa mbele wa gazeti la Jambo Leo hilo, ukionyesha vijana hawa wanaojiita Panya Road hawa wakishushwa katika gari la polisi katika kituo cha polisi cha Ng'ombe wilayani Temeke. Haya, Uhuru, gazeti la Uhuru kweli daima. Ujenzi machinjio ya kisasa wa Otambawa. Dana za pigo kurudia mchakato wa zabuni. Watendaji wadaiwa kutaka kuchomeka watu wao. Mswada wa habari watu wa kamati ya bunge. Wasome upongeza wasema utaipa hadhi taaluma ya habari. Lokatare mikononi mwa polisi. Gazeti la Uhuru hilo, kurasa wake wa mbele inasibu hivyo. Niliweka kando na sasa ni Majira. Habari kubwa hapa, ukosefu wa ajira SMZ kwa komboa vijana. Panya Road ya azinduka akiwa mochwari da.
baada ya kipigo alizimia akaminika amekufa akiwa katikati ya jokofu mochwari, ikabainika hajafa. JPM atengua uteuzi wa Dedi Mkinga. Mbowe akwama kotini, mahakama ya bariki NHC kumondoa Bilkanas. Serikali visa ya pamoja EAC bado inajadiliwa. Habari katika picha hapa ikionyesha mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema alinyosha mikono akitulizwa na mchungaji Wilfred Mlai baada ya kutofautiana na mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo kwenye hafla ya uwekaji la msingi katika hospitali ya mama na mtoto iliyojengwa eneo la Buruka nje kidogo ya jiji hilo. Kurasa mbele wa gazeti la Majira ukiwa hivyo. Na sasa narudia tena magazeti haya kwa kufungua kurasa mbalimbali. Na sasa ni gazeti la Mwananchi na kuingia humo ndani. Wabunge CCM Chadema wamuumbua Mwijage. Ni vita alivuta ni kuvute ilibuka jana kwenye kamati ya bunge ya viwanda na biashara na mazingira baada wajumbe wake kuitaka taarifa ya waziri wa viwanda, biashara, uwekezaji Charles Mwijage kuhusu utekelezaji wa malengo ya sekta ya viwanda na biashara, wakidai imejaa porojo. Hali hiyo ilisababishwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Dr. Dalali Kafumu kuwaondoa ukumbini waziri, katibu na wataalamu waliofika hapo kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa kujibu maswali kwa wabunge. Taarifa ya maandishi ya utekelezaji wa malengo ya sekta ya viwanda ya biashara Julai 16 hadi Oktoba 2016 ilikuwa tayari imekabidhiwa kwa wabunge siku chache kabla ya kikao hicho. Sintofahamu hiyo ilianza wakati mwenyekiti wa kamati iliyompa nafasi kwanza kuzungumza mbunge wa CCM Mkenge Dr. Deodores Kamala, ambaye alisema taarifa hiyo haina tofauti na taarifa zingine zilizotangulia, hivyo aliomba wenzake kumuunga mkono katika kuipinga kwani haikuwa na jipya. Waziri wa JK wadau wa uchambua muswada wa habari. Wakati muswada wa sheria huduma ya habari umewasilishwa kwenye kamati ya bunge, wadau wamekuwa na maoni tofauti, huku wengine wakionyesha wasiwasi. Wadau wa habari nchini wakizungumza kwenye nyakati tofauti walisema baadhi ya vifungu vilivyopo katika muswada huo vina lengo zuri la kuboresha sekta ya habari, huku baadhi yake vikionyesha wazi kutaka kuwakandamiza wanataaluma. Muswada huo unatarajiwa kupelekwa bungeni mapema mwezi ujao, na leo wadau wataanza kutoa maoni yao kwenye makundi katika kamati, huku wengine wakipendekeza kuwapo kwa muda zaidi wa kujadili. Mwanafunzi apigwa afufuka mochwari. Mwanafunzi wa shule ya sekondari Lumo wilayani Temeke Isaac Ernest alionja mauti baada ya kupigwa na wananchi kiasi cha kufikiriwa kwamba amekufa, akapelekwa chumba cha maiti ambako alizinduka. Kamanda wa polisi mkoa wa Temeke Giles Muroto alisema jana kwamba kijana huyo alipigwa hadi kupoteza fahamu, na alipofikishwa katika hospitali ya Rufaa Temeke aliwekwa kwenye chumba cha maiti pamoja na kijana mwingine aliyeuawa katika tukio hilo. Katika picha inamuonyesha kijana huyo akiwa amesimama na kamanda wa polisi katika mkoa wa kipolisi Temeke huko Giles Muroto. JPM ampa hukumu ya kwanza Dedi anayedaiwa kutishia kwa bastola. Wakati mwenendo wa kesi iliyopo mahakamani inayomhusu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mkinga Emmanuel Mkumbo ya kumtishia trafiki kwa bastola ukisubiri wa Rais John Magufuli ametengua uteuzi wake. Uamuzi wa Rais Magufuli umekuja siku moja baada ya Mkumbo kupandishwa kizimbani kwenye mahakama hakimu mkazi Morogoro akijibu mashtaka 6 ikiwemo kutishia kuua. Haya, mambo hayo. Kurasa mbalimbali. Watoto wa Dr. Masaburi wafunguka. Watoto wa meya wa zamani wa jiji la Dar es Salaam Dr. Didas Masaburi aliyezikwa juzi wamesema hawana mgogoro wa kifamilia kuhusu mali za baba yao kama wengi wanavyodhani. Wilaya 42 zakabiliwa na njaa, wakati baa la njaa na ukame likiendelea kukumba mkoa wa Kagera. Katibu mkuu Wizara ya Kilimo Florence Turuka amesema kuna wilaya 42 nchini zinakabiliwa na uhaba wa chakula. Siasa Arusha zatia aibu. Rais John Magufuli amesema hapendi kuona mtu yoyote akiwachezea, akimchelewesha kutekeleza ahadi zake za kuletea wananchi maendeleo, na wananchi wa Arusha watakuwa wakitafakari kauli hiyo baada ya kushuhudia siasa zikivuruga uzinduzi wa mradi wa maendeleo shilingi bilioni 9. Mradi huo ni ujenzi wa hospitali ambayo inalenga kuhudumia bure kina mama na watoto, na ambao sehemu kubwa ya gharama zake imefadhiliwa na wafadhili kutoka Marekani. Kuvurugika kwa hafla hiyo ni muendelezo wa mvutano baina ya viongozi wa Chadema, hasa Godbless Lema ambaye ni mbunge wa Arusha mjini na Mrisho Gambo ambaye ni mkuu wa mkoa. Haya, sakata hilo na ni gazeti la Mwananchi naliweka kando. Na sasa ni habari leo. JPM amfuta kazi Dedi aliyemtishia trafiki. Habari hiyo iko ukurasa wa pili. Rais John Magufuli ametengua uteuzi wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya mkoani Mkinga mkoani Tanga
Emmanuel Mkumbo siku moja baada ya kufikishwa mahakamani kwa makosa ya usalama barabarani pamoja na kutishia kumuua kwa bastola askari wa usalama barabarani. Mikopo bilioni 60 ya elimu ya juu yatua vyoni. Serikali imetoa shilingi bilioni 80 kwa ajili ya malipo ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu wanaoanza na wanaoendelea kwa masomo na wameanza kulipwa jana. Aidha, mtaka wakuu wa vyuo ambao hawajawasilisha matokeo ya wanafunzi wao wanaoendelea na masomo kufanya hivyo haraka ili wakamilishe uchakataji wa mgao wa mkopo katika mwaka huu wa fedha. Serikali imetenga shilingi bilioni 427 kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mafunzo ya Ufundi Stella Manyanya alisema hayo Dar es Salaam jana wakati akielezea mchakato wa utoaji mikopo kwa wanafunzi. Haya, chelewa hiyo ni katika utaratibu ule wa serikali kuhakikisha kwamba inaondoa wanafunzi hewa na inajidhatiti kwa takwimu ili fedha itakayotoka basi iweze kumnufaisha anayehusika. Sija katokea ile masuala ambayo Mheshimiwa Rais anasema ukigeuka huku hewa. Wafanya biashara wa kontena 100 wamiminika kukaguliwa. Kamati ya Bunge apokea muswada sheria ya habari. Hali ya chakula nchini ni nzuri, sema serikali. Licha shirika la kimataifa la chakula kilimo FAO imeeleza kauli ya usalama wa chakula duniani kuwa ni mbaya, lakini serikali imesema kwa Tanzania hali ni nzuri kukiwa na uzalishaji wa chakula tani 16 kwa mwaka huu tofauti na milioni 15 zilizokuwa mwaka jana. Haya, taarifa tofauti hapa inasema hali ya chakula nzuri. Gazeti la Mwananchi ambao nimelisoma hivi punde ikisema wilaya 42 tabani kwa njaa. Haya, kalamu zetu hizo sijui ziko vema. Sasa ni Sauti ya Watu. Tanzania Daima natazama kurasa zake mbalimbali. Lema mkuu wa mkoa nusura wazichape tumekwisha kuiona kwenye magazeti mengine. JPM amtumbua Dedi Mkinga tumekwisha kuona. Panyarodi afufuka mochwari, habari hiyo tumekwisha kuiona. Mbowe kuwakatia rufaa, habari hiyo tumekwisha kuiona bila shaka. Ngoja tuirejee katika kurasa wa kwanza. Baada mahakama kuu ya kitengo cha ardhi imetupilia mbali maombi ya mfanyabiashara Freeman Mbowe kutaka kurudishwa kwenye jengo la Bilkanas, mfanyabiashara huyo ameamua kwenda mahakama ya rufani kupinga uamuzi wa maombi ya Mbowe ambaye ni mbunge wa Hai Chadema yalitupwa jana mahakama hapo mbele ya Jaji Sivangilwa Mwangesi ambapo alitumia takribani saa nzima kusoma uamuzi huo. Ni kurasa mbalimbali gazeti la Tanzania Daima. Muswada habari kusimamia weledi. Scorpion kupandishwa tena kotini leo.